وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه صلاة يخرجنا بها من ظلمات الوهم ويكرمنا بنور الفهم ويوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنه يعلم ولا نعلم وهو علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والزيادة واستزهادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaendelea na darasa yetu ya leo katika Suratul Rum. Leo nadhani tunaondokea aya ya 17 Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna huwa ikhbarun fi ma'na al-amri ay fasabbihuhu, kama inaeleweka ay sabbihu Allah ta'ala wa nazihuhu wa sallu lahu fi jami'i awqati an-nahari wal-layli hina ibtida' al-masa wa hina tulu'i sabah. Ndio maneno hayo nimekusudiwa hapo. Bado tunaendelea kusoma aya za Mwenyezi Mungu zilizoshuka Maka, na kama tulivyosema wingi na mara nyingi aya zilizoshukia Maka ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akiwatayarisha watu kwenda kwenye ibada kwa kujielezea yeye kwao ni nani, ili tu pale watakapokuwa washamjua iwe wepesi na rahisi kwao kwenda kumwabudu. Tulisema hayo na tukaja na neno letu lile la Kiswahili, anafanya hivyo kwa sababu asiyekujua hakuthamini. Kwa hiyo aya nyingi Mwenyezi Mungu anaeleza yeye ni nani, ili watu tupate kumjua. Tukishamjua tutampenda, tukishampenda tutamtii. Tujitahidi kumjua Mwenyezi Mungu katika yale mazuri anayotufanyia. Tumjue Mwenyezi Mungu katika yale, umeona yote haya tulioyasoma juzi, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilayhi turja'una wa yawma. Ukiatizama na tangu mwanzo ni mambo mazuri anayotufanyia, kama kwamba mimi nimekufanyia hiki, nimekufanyia vizuri vizuri vile. Hii inapelekea kuivuta nafsi ya yule unayemwambia, kwa sababu jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wal bughdhi ala man asaa ilaiha. Hii ni kanuni maalum kwamba zimeumbwa nafsi zetu kumpenda yoyote anayezifanyia wema na ihsani. Mtu
akikufanyia wema unampenda na zimeumbwa nafsi zetu kumchukia na kumweka mbali, hatimaye kumkimbia yule anayezifanyia maovu na mabaya. Ukiona watu wanampenda sana mtu, ujue yule ni karimu wa nafsi yake kwao, ni karimu wa nafsi yake kwao, kajitoa kwa ajili ya wale, ndio wando wanafanyaje? Wanamkimbilia. Ukiona watu wanamkimbia mtu, huyu mtu anazifanyia mabaya nafsi za wale watu, hawana haja naye. Haya, tumswalie Mtume Muhammad. Moja ya njia ya kuzifuta nafsi za watu, kuzivuta, zifanyie wema tu, zifanyie wema, zitakupenda na hatimaye utaokoka kwa mapenzi yao. Mmoja katika washairi wa zamani malenga wa Kiarabu anasema, karimun mata amdahuhu walwara ma'i wa idha ma lumtuhu wahdi. Sasa siku zote mtu karimu, mtu mwema, nitakapojitokeza mbele za watu nikaamua kumsifu, basi watu wote wataungana na mimi kumsifu kwa sababu ni karimu. Lakini nitakapojiletea ubalamaki, mtu mwema, mtu karimu, mimi nikaja na uchizi wa kuanza kumlaumu na kumsema vibaya, hujikuta niko peke yangu namsema. Karimun mata amdahuhu walwara ma'i wa idha ma lumtuhu wahadi. Hii ni katika kuonyesha kwamba mwanadamu anapenda kumpenda au ameumbwa kumpenda yule anayemfanyia wema. Basi mwanadamu tu, kila chenye uhai, kila chenye, sikwambii chenye roho kila chenye uhai kinampenda mwenye kukifanyia wema. Sikwambii sasa kile chenye roho. Kuna baadhi ya vitu vina uhai havina roho, vina uhai havina roho. Sije ukashangaa, vipo vitu hai lakini havina roho. Miongoni mwa hivyo miti ina uhai haina lakini ina roho. Wewe Umari, ina roho miti? Basi hata mti ukiufanyia wema utakupenda. Sikwambii mnyama mwenye roho yake na binadamu mwenye roho yake, nakupenda zaidi. Sawa? Kuna baadhi ya watu wakipita mtaani hivi au wakiingia katika nyumba, hata mbu wanakimbia. Mbu kwa namna roho yake ilivyokuwa mbaya, roho yake, basi mbu na njaa yake yote ya kupenda kunyonya na kufyonza damu ya mwanadamu, kwa roho mbaya ya mtu yule anaona oho, tutauliwa hapo. Sikwambii mdudu kama vile paka, mbwa, mbuzi au wadudu kama ndege, ndo kabisa wanahisia kali. Kuna watu, wewe unamkimbia nyoka, unamkimbia. Kuna watu akipita nyoka anakuja, anatamani hata amsindikize mpaka afike. Nyoka huyu unamwogopa, anakusindikiza. Okay. Kuna watu wanasindikizwa na samaki, kuna watu wanasindikizwa na ndege, kuna watu wanasindikizwa na simba. Yule simba anayekula watu, akikuona oho, unakwenda huko, na anawaambia simba wenziwe mwacheni. Sawa? Kwa sababu jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wal bughd ala man asaa. Mnaweza kushangaa kwa nini nimekaa sana hapa. Tayib, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutaka sisi tumwabudu, basi
anatuambia mema na mazuri aliyotufanyia. Nimewafanyia hiki, nimewaletea jua. Sasa wewe imagine, tusingekuwa na jua ingekuwaje? Mambo yangekuwa mabaya. Nimewapa bahari, Allahu akbar, bahari ndani yake kuna samaki, kuna lulu, kuna unampenda. Nimewatandikia ardhi, nikawaleteshea mimea, nikawaletea mvua, nikawaletea. Mwisho akasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuksuha, mkiamua kuzihesabu neema za Mungu nyie binadamu nyie, kamwe hamtofikia kuziwanga, yani kuzijua idadi yake. Kwa nini? Yote hayo anatuambia tujue yeye ndo alitufanyia, kwa sababu jubilatil qulub ala hubbi man sana ilaiha wal bu'd ala man. Nakwambia kitu kingine cha ndani, kati ya baba na mama, nani Mwenyezi Mungu amempa daraja kubwa zaidi kwetu? Mama. Sawa. Lakini wewe unavyoona sasa hivi, ukiamua mtangulize mtu ai unamuogopa kati ya babako na mamako, nani hero? Baba. Kwa nini? Mazuri mengi anayoyafanya mama au aliyokufanyia mama wewe kuyaona. Wewe nani aliona wakati katika tumbo la mamake kwamba mimi sasa ndio mimba, miezi 9 nipo katika tumbo la Bi Kijakazi? Nani aliona? Nani aliona sasa ananyonyeshwa kwa umri ule wa kunyonyesha? Walwalidatu yurdihna auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Nani aliona wakati anasonda? Kusonda unajua ni kunyonya. Nani aliona umri ule wote? Lakini sote tuliona mzee akienda kazini akirudi kwa ajili ya ubwabu wetu sisi wote. Wengi wetu tuliona baba anataharaki kwa ajili ya kutulipia karo za shule. Ikifika mwezi wa Ramadhani kama hivi anarudi na futari. Ukifika wakati wa sikukuu anatununulia viatu na nguo. Tukiumwa mama mwenyewe anasema baba fulani Walidi leo anaumwa bwana. Kwa hiyo unaotoa pesa kwenda hospitali nani? Baba na kwenda hospitali. Mama yeye sana sangine anaweza kumchukia kwa sababu ndo anakupeleka hospitali ukachomwa sindano. Ndio maana utaona kati ya wawili hawa wewe unamtanguliza yule ambaye kwamba ni namba 2 ukamwacha namba 1. Mwenyezi Mungu katika kukuokoa hilo, yale yote aliyokufanyia mamako anayasema yeye. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kisha mbele hamalatuhu ummuhu. Maana amtaji baba, anasema Mola keshaamua, kesha amrisha, kesha lazimisha muwafanyie wema wazazi wenu hao wawili. Wangapi? Kisha haendi mbele, anasema hamalatuhu ummuhu, mama yake alimbeba katika tumbo lake wahanan ala wahani, kwa tabu sana. Lakini hata alipomzaa ili amwache sasa mtoto atembee, alikuwa naye miaka hiyo, wa fisaluhu fi amain. Sawa. Kisha ndio sema anishkuru li waliwalidai, nishukuru mimi na wazazi wako wawili. Yale ya baba Mungu akutajii kwa sababu utayaona wewe mwenyewe, ya mama kayasema yeye Mungu. Fungua akili. Imeeleweka vizuri Ya mama kayasema nani? Ukitaka kujua Qur'ani ni kitabu cha kweli, yani inazungumza katika vile vitu vya hakika ambavyo wewe jicho la kawaida inawezekana umevizoea uvioni. Baba hatajui kakufanyia hivi babako, kakufanyia hivi babako, kwa sababu si unayo akili, unaona mwenyewe. Lakini mama kafanya mazito, wewe ukuyaona. Pamoja na ubalamaki uliokuwa nao, mimi ndio ulikuwa katika tumbo la huyo mama. Ulimgeuza kitanda, ukamgeuza chombo cha usafiri, na ukamgeuza chakula mamako.
Ulimfanya kitanda chako, ulilala katika tumbo lake. Ukamfanya chombo chako cha usafiri, ulikwenda naye ulipotaka. Lakini pia ukamfanya chakula, ulikula titi lake. Haya anayasema Mungu, hayasemi wewe. Kwa hiyo uko na ndevu zako pale mwenyewe unaziingiza hivi, hizi hazina mpango wote kwa huyu bibi. Ndio akasema aljannatu tahta, kwa sababu haya aliyoyafanya mama, hata baba na ndevu zake hayawezi. Nani anaweza kubeba mimba katika nyie hapa? Nani anaweza kubeba mimba? Tumsomeshe dua ya kubeba mimba. Zipo. Haya, hiyo soma hiyo. Sasa unaamka mjamzito, unaanza kliniki. Uwezi na ujanja wako wote uwezi. Na ilmu yako uwezi. Hii hapana, hii hapana. Hii hapana, hii tuwaheshimu wakina mama, tuwatangulize wakina mama, tuwaenzi mama zetu, tuwe na adabu ya kukamilika kwa mama zetu na mama za wenzetu. Semeni inshallah. Ulimwengu umebadilika sasa hivi. Wote sisi tunajiona ndio wenyewe, eti arrijalu qawwamuna la bima faddala Allahu ba'dahum. Endelea mbele na haya uione. Bima faddala Allahu. So arrijalu qawwamuna ala nisa, unaishi hapo. Hicho kipengele cha mbele umempata shekhe akakusomesha. Haya. Nimekuja na haya yote ili kuonyesha kwamba kwa nini aya za Maka zinajitaja sana kuhusiana na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatukumbusha tuyaone mazuri aliyotufanyia ili tumpende, na ukishampenda ni rahisi kufanyaje? Kumwabudu. Manake uwezi ukampenda mtu kisha usimtwii. Sote sisi tunawatwii wake zetu kwa sababu tunafaje? Mbona mnasa kidogo kidogo? Sio vibaya bwana kumpenda mkeo. Yani kusema mimi nampenda mke wangu, unaona haya. Sema mimi mke wangu nampenda. Tena mbele za watu. I love her. Sema kizungu si ndio mnaelewa zaidi? Jamani, nime fall love kwa mama fulani, nampenda. Piga kelele. Sasa unaona haya, wataniona mimi bwege. Hivyo ndio tunakuona bwege. Kwa usemi unampenda mkeo ndio tunakuona. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwapenda wake zake mpaka siku moja aliulizwa, vipi unawapenda namna hii? Akasema nimeruzukiwa mapenzi yao. Nimeruzukiwa, ni riziki ya Mungu jamani. Nimeruzukiwa. Wewe hujaruzukiwa kumpenda mkeo, mpende. Haya. Kwa hiyo baada ya kueleza yale mazuri yale aliyotufanyia Mwenyezi Mungu kwa nyuma, ndio inakuja aya hii, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Mtukuzeni Mwenyezi Mungu. Hiyo fa subhanallahi mudhafu na mudhafu ilaihi, lakini wenye nakwambia hii ikhbarun bimaana alfi'li, ikhbarun bimaana al-amri. Sometime huwa inakuja masdari ikafanya kazi ya fi'ili yake, mahama kana amran kana mudhari'an au madhiyan. Huko naongea na watu wanaosoma lugha ya Kiarabu sasa. Fa subhanallahi manake fasabbihuhu, fasabbihullaha, mtakaseni Mwenyezi Mungu. Una wale watu wanaosema unaweza kusoma Qur'ani tu hivi ukajisomea kwa kununua msahafu pale wa Kiswahili, hii ufasiri. Labda umkute huyo mfasiri mwenyewe amepita mapito haya, kisha akakuandikia kabisa kwa kukusaidia, mtakaseni au mtukuzeni. Lakini ukiibuka wewe mwenyewe neno kwa neno, fa subhanallahi, utasemaje Omar Bago? Kutakata ni kwa Mwenyezi Mungu, itakiwi kutakata. Sema mtakaseni, mtukuzeni.
Kwa nini? Kwa sababu ya jumla yote niliyoitaja hapa tangu nimekaa chini, amewafanyia hayo. Kwa maana hiyo, fasabihu, mtukuzeni huyu mtu, mwabuduni. Mnanielewa? Tumswalie Mtume Muhammad. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Sawa, masdarun bimaana alfi'li. Mtakaseni Mungu hina tumsuna, wakati mnapoingia jioni, wakati mnapoingia, wa hina tusbihun, na mtakaseni wakati mnapoingia asubuhi. Yani mwanzo hapa ameanza cha mbele nyuma, cha nyuma mbele. Umeelewa? Yani mnapoingia usiku, mnapoingia usiku, basi hakikisheni mnamtakasa na kumwabudu na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mnapoingia asubuhi fanyeni hayo. Hii ni moja katika ishara kwamba katika siku kuna mchana na usiku. Usipate tabu kati ya mchana na usiku. Kwa dalili hii unaanza usiku kisha ndo mchana. Siku inaanza linapozama jua, ndo inaanza siku ya kesho, sio saa 6 usiku umepigwa vita za kizungu. Siku ishaanza masaa 6 huko, wewe unakuja kupiga baruti saa 6 usiku. Mwaka mpya umeanza magharibi. Au sieleweki? Siku inaanza usiku. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Hapa pia Mwenyezi Mungu anaendelea kutaja nini? Neema ya wakati, kwamba wakati ni neema kubwa kwenu. Kwa hiyo kila mnapomaliza wakati na mkaanza wakati mwingine, mshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo hii asubuhi mimi na wewe tumekaa hapa, kuna watu asubuhi ya leo hawajaiona. Uongo? Hakuna waliokufa jana usiku, hakuna waliokufa alfajiri, hakuona. Saizi hawapo. Leo hii nakwambia, ukenda Mloganzila, Muhimbili, Mwananyamala, Temeke hospitali, Amana hospitali, majumbani humu, watu hawakuingia mchana wa leo. Sikwambii mabarabarani huko. Sasa wewe umepata bahati, upo leo, fasabbih rabbaka, mtakashe Mola wako. Hapa ndio unapoambiwa kuna zile al-auradu al-laili was-sabah. Ni lazima uwe na nyiradi za asubuhi na jioni wewe. Leo imekuwa matatizo, hatuna zile wirdu sabah wal wirdu al-masa. Mtu anaibuka tu anavaa koti lake na kanzu yake, anakwenda sokoni kuuza ndizi zake. Umefanya nyiradi asubuhi? Ukiamka asubuhi unatakiwa useme maneno fulani, umeyasema? Ukiingia katika jioni unatakiwa useme maneno fulani, umeyasema? Nakupa homework, sio kila kitu nakutajia mimi sasa. Nakukumbusha tu, nenda kafanye kazi hiyo. Kazi hii imekuja kufanywa baadaye na mashehe wa kisufi. Mashehe wakachukua yale maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakayaweka katika vitabu, anaita alwirdu shadhiliya, alwirdu alalawiya, alwirdu alqadiriya. Wewe kwa kutazama majina Shadhili, alalawi, alqadiri, sijui Nakshabandi sana, sufi hao ni jina tu, kama msikiti wa Mungu kasema msikiti wa mwenye mkuu innal masajida, lakini hakukataza kusema msikiti wa Kichangani. Ni msikiti wa Mungu, lakini sema msikiti wa Kichangani ni alama tu. Kwa hiyo zipo nyiradi. Sasa hizi nyiradi za Shadhilia hizi kasema Mtume zile, lakini kwa sababu ni sheikh anayenasibika na tarika tu Shadhilia akaziandikia katika kitabu akawapa wanafunzi wake. Lakini hizi alizosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiingia alfajiri, ukiingia asubuhi, sema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Sema
bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim, na mfano hiyo. Ikiingia magharibi, sema tena nyiradi hizo. Leo misikiti yetu yote hatusemi majumbani na wala hatusemi misikitini. Mtu assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tim, kama unamkuta imamu kama mursalina, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Jamani, ule mpango wetu tunaendelea nao upi? Upi sasa ule mpango wetu? Bwana, masala ya mpango wenu sio hapa. Maliza nyiradi kwanza, waambie mpango wetu hapa, Mtume ametutaka tufanye nyiradi. Ishaingia magharibi, ishaingia alfajiri. Sawa Imam Mursalina? Sema inshallah. Kwa misikitini watu wanakimbia kwa ile mipango. Mpango wetu, yani baada ya swala tunaacha kufanya yale mambo aliyotuachia Mtume, inatushughulisha feni. Juzi nimeswali pala bonge la msikiti kama hili, eti feni moja ndio inazungumzwa kikao. Feni moja imezimika, feni moja. Niliswali kule, sitaki kutaja jina, inawezekana ndio kwenu. Imamu kashuka, mapovu yanamtoka, anazungumzia koki moja tu iliyozimika kule, au balbu. Jamani. Huu wakati Mwenyezi Mungu anataka tumsabih. Maimamu wenzangu, mmeelewa? Mbona sasa mursalina peke yake, wengine sio? Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina, mnapoingia jioni mtakaseni Mwenyezi Mungu. Kuweni, yani anzeni, maneno ya mwanzo ni tasbihullah, sabihu rabbakum. Hivi kuna baadhi ya watu najua hata ile dua mtu akiamka asubuhi aseme nini ajui. Akishaamka kitandani tu kuna dua anatakiwa useme pale. Unasemaje? Vipi? Wa ilaihi nushur. Yani ukiamka neno la kwanza sema alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nushur. Sifa njema ni za Mwenyezi Mungu ambaye amenipa uhai tena baada ya kuwa aliniua. Wa ilaihi nushur, na kwake ni kuelekea. Sio sunna hii. Kwa sababu kuna wenzio wamelala wa kuibuka, umeagana nao kabisa, umeagana nao. Inshallah kesho inshallah kesho. Haya, kesho mmeswali wote isha, alipokwenda kulala yeye ndo kalala, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wazi, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku alladhi qada ilaiha al-maut wa yursilu al-ukhra. Allah anasema Mwenyezi Mungu ndiye ambaye anakuweni, yeye ndo anaua, yeye ndo anarudisha nafsi za watu ukifika wakati wa kufa. Ukifika wakati wa kufa, anayezichukua roho za watu ni nani? Allah. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Mungu ndo anaozichukua nafsi, anazichukua roho hina mautiha, ukifika wakati. Jana tumesoma juzi, ajalum musamma. Ukifika wakati wa kufa watu, anayezichukua roho zile ni Mungu. Wa ilaihi turjauna, tumeisoma juzi. Wallati lam tamut fi manamiha, umeelewa? Na zile ambazo hajaziandikia kufa katika usingizi moja kwa moja. Maana yake nini? Vifo viko viwili, kuna kifo kikubwa na kifo kikubwa ni kile kifo mwisho hatimaye tunazikwa. Kifo kidogo ni hichi cha kila siku tunacholala hichi. Ujijue pale unaposema nimechoka, na kama ndio umesoma sana kizungu, unaishi kizunguzungu,
kuna kile kikaratasi unaweka mlangoni, don't disturb me, usinidisturb, manake nataka kufa, usiniingilie, mwenyewe nataka kufa. Unafunga mlango kwa cha, au unawaambia watoto msinisumbue, napumzika kidogo, sema neno msinisumbue, nakufa kidogo. Au sisikiki leo? Mke wangu akija mtu wote mwambie nimekufa kidogo, Mungu akinijalia kunihui tutaonana. Leo wote tulikufa, wale waliolala usiku wote tufanye. Na ukitaka kujua kama kile ni kifo, hivi ujaangalia ukifa ujijui uko wapi? Masaa 9 we mwenyewe ujijui ulipo, umekufa mzee, kwa ushahidi wa aya hii. Sasa ukiamka usikimbilie simu kwamba leo kuna nini mjini huko, kuna ubuyu gani huko, unamta hivi leo Juma Lukole ana nini leo, nakutaja bwana, sababu unawashughulisha watu. Unaamka asubuhi, sasa Lissu leo habari zake zikoje? Wewe shughulika na wewe kwanza mwenyewe. Sasa sikwambii wale watu wakupenda mpira, ukupata bahati jana kuangalia mpira, jana Yanga alicheza na Namungo, Simba akacheza na Prison, ngapi. Sasa mimi nilisikia walibebwa. Basi ili bali wewe unashughulishwa na vitu. Tumsalie Mtume Muhammad. Shughulika na nafsi yako, sawa sawa. Ukiibuka unasema alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Nani ataanza kusema hiyo leo? Onyesha mkono juu. Usiache, na kukumbusha ndugu yangu, nakupenda kwa sababu amri ya nani? Mungu anasema katika suratu Rum aya namba 17, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina. Kwa unapoingia katika usiku mtakashe Mwenyezi Mungu, na unapoingia katika asubuhi mtakashe Mwenyezi Mungu. Shughulika na Mungu kwanza kabla ya kushughulika na majembe yako. Kisha kushamaliza beba majembe, nenda huko kwenye kulima. Walahul hamdu, na ni zake yeye sifa njema, fi samawati wal ardh, mbinguni na ardhini. Maana yake nini? Wewe usipofanya basi ujue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna watu wanamhimidi. Unajua kumhimidi? Wanasema alhamdulillah alhamdulillah 24/7 mbinguni na ardhini. Wewe nani mmoja usifanye? Fa subhanallahi fi dharfiyatu zamaniyatu makaniya. Hiyo fi inafanya kazi hizo, dharf ya zamani, makan. Kwa hiyo huko mbinguni, sisi tuko hapa sasa hivi, alhamdulillah nyingi zinaendelea huko, na ardhini mpaka kwenye tumbo la ardhi alhamdulillah nyingi zinaendelea. Hebu ingia katika kundi la wengi na wewe. Wenzio wanafanya alhamdulillah, wewe si unafanya nini? Mnanielewa vizuri? Maanake chukua fursa kama wanavyochukua viumbe wengine huko. Wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdi. Katika maneno mengine Mungu anasema hivi, hakuna kitu chochote isipokuwa kinamsabihi Mola wako na kinafanya tahmidi. Maana yake kwa ushahidi wa aya hiyo, mpaka hizo kamera zilizokuwa mbele yako, hizo kofia yako, kanzu yako, kalamu yako, viatu vyako, vyenyewe vipo katika tasbihi wakati wote. Kisha wale vivaa, unatembea unawaza hela, unawaza kula, shati linakushinda, shati linakushinda. Usishinde na shati lako ambaye shati yani hapa tupokaa, hayo mashati yote mimi gari ya kuangalia mapya au mitumba yenye subhanallah 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 subhanallah. Hii maana yake nini? Wewe usipofanya unajikosesha mwenyewe.
na kaburi ni lako wewe mwenyewe. Hakuna kaburi la watu wawili. Mimi huwa nashangaa, utakuta watu wanapendana na mmoja akitangulia akienda kufa, mmoja analia, lakini haingii kaburi naye. Sawa, mimi nitaishije? Utaishi vipi? Utaishi kwa nafasi yako. Mimi napenda kujitolea mifano, mtanisame kwa sababu ndio naona nina hakika nayo. Mifano yako sijui. Siku moja tumekaa na mke wangu tunaongea, basi kuna mambo fulani nilimfanyia akayapenda, akasema mimi nitapata tabu ukifa, sijui nitabaki na nani. Nikamwambia alokuambia nitakuacha nani? Tunakwenda wote hapa. Kama mapenzi yenyewe hapa sijui inaeleweka. Sheikh Omar, sijakuona siku nyingi, leo nipate japo mkono wako Sheikh Omar Jailani. Imeeleweka vizuri Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani kwenye hilo, anasemaje? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Tunamwambiaje? Iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wala taziru waziratun wizra ukhra, mpaka mwisho haya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, yani kila unayemuona, kila mtu tumembebesha mwenyewe zigo lake, mzigo. Na akija huku siku ya kiyama hatumwachi hivi hivi. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, akifika huku tunamtolea kitabu chake atakachokikuta kisha funuliwa. Hapati tabu ya kufunua yeye, Mwenyezi Mungu anakusaidia kukifungua kile kitabu, kurasa zake zote. Inategemea kurasa za matendo yako ni ngapi, how many volumes, una volume ngapi, wewe utazikuta zote ziko. Sasa kuna wengine vitabu vyao ukiviweka chini hapa vinafika Morogoro, anavyosoma hii pia imo, hebu yuko. Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Mungu hata hii imeandikwa, umeandika mwenyewe. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura, siku ya kiyama tunamtolea kitabu anakiona manshuran, kisha kunjuliwa. Si sayansi ya aina gani, teknolojia gani? Upate kitabu wewe wewe ni kusoma tu. Afu tunaambia iqra kitabaka, iqra, soma kitabu chako. Kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, kitakutosha mwenyewe. Sisi hatutaki kuingia katika mjadala, soma mwenyewe. Allahu akbar. Sasa hiyo Umar Bago Messi nilikuwa namtania hii utani bwana huu. Unakwenda mbele unakuta ya kweli, ule kwa utani mbele kweli kweli kabisa. Bana Mungu wewe tena mimi. Aya nyingine anasema, mtu atauliza mali hadha alkitab, kitabu gani hichi, kina nini kitabu hichi? La yuhadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa, kitabu hiki akiachi dogo wala kubwa, yote yameandikwa humo. Ambaye utajijua ukikutana na watoto wa mjini wakwambia utajiju chako. Kwa hiyo angalia unaandikaje kitabu chako sasa hivi, andikaje kitabu chako. Nilisema hapa siji juzi wapi, nasema umeelewa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mungu anasema mtu atamki manake na afanyi isipokuwa ana malaika wawili, raqibun wa atid. Mmoja yuko kulia anaandika mema, mwingine yuko kushoto anaandika mabaya. Sawa? Yani ukijikuna yeye imo, nia anakuachia wewe na Mungu. Ukifanya hivyo saa ngapi aligosha huko. Sasa ukienda huko na ujana. Mwenyezi Mungu atujalie matabu yetu mazuri.
Na ndio maana dua nzuri ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ndugu yako amefariki, mwambie Allahumma laqinu hujjata, mlakinie hoja yake. Wa ati kitabahu biyamini, mpe kitabu chake kwa mkono wa kulia. Sababu kuna watu watakaopewa vitabu vyao kwa mkono wa kulia, hawa ni watu wema, Mwenyezi Mungu ajalie katika hao. Na kuna watu watapewa vitabu vyao kwa mkono wa kushoto, hawa ni watu wabaya, Mwenyezi Mungu atuepushe na mabaya ya kupewa vitabu vyetu kwa mikono ya kushoto. Sawa. Kwa hiyo walahul hamdu fi samawati wal ard, na ni zake sifa njema huko mbinguni na ardhini. Manake wakati wote Mwenyezi Mungu anatakaswa na anahimidiwa huko. Wa ashiyan, na pale unapoanza usiku. Wa ashiyan, na pale unapoanza. Ashi ni pale unapokwisha mchana na kuanza usiku, ile ndio inaitwa asha, ashia. Wengine wanairudisha mpaka alasiri, yani baada ya alasiri ashi inaanzia pale. Wengine wanakwenda nayo hapana, mpaka jua lizame kabisa, ashi inaanzia pale. Sawa sawa. Wahina tudhhiruna, umeona mchana mchana umewekwa mwisho kabisa, na wakati mnapoingia katika adhuhuri, na wakati mnapoingia katika adhuhuri. Kwa hiyo mote umhakikisha wewe unamsabihi Mwenyezi Mungu asubuhi, mchana, jioni, asubuhi, mchana, jioni, pamoja na kazi zako. Hakuna ubaya wakati huko unashona charani yako, huko mdomo wako unamunyamunya tasbihi na kumswalia Mtume na kuleta istighfar, unaendesha, usipige mruzi. Unapiga gea huku unasoma vitu, unamsabihi Mungu. Kwa sababu kawaida ya mdomo usipoupeleka sehemu utakwenda sehemu. Mdomo wako usipoulazimisha kusema maneno fulani utasema kinyume cha maneno yale, ndio maana yake. Usiposema maneno ya kusifia utasema maneno ya kufanya ya kubwegeza. Usiposema maneno mazuri utatukana. Yani mdomo wako usiuache hivi hivi umekaa kimya tu. Imeeleweka? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari yake ya Miraji alimuona mtu hajulikani ni ndege au malaika au, akauliza kumwambia Jibril, nani huyu nani? Akaambia hadha rajulun min ummatik, huyu ni mtu Muhammad, umjui? Ni mtu katika umma wako. Mbona kama malaika? Kafanya nini mpaka anaishi huku? Akaambia huyu kana lisanuhu ratban bidhikrillah, kana lisanuhu ratban bidhikrillah, ulikuwa ulimi wake ni mbichi mlaini mteketeke kwa kumtaja Mungu. Wakati wote ulimi wake huko la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha, au subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, au astaghfirullah lilmu'minina. Yani mdomo wake hautaji chochote, unataja Mungu tu, hauna matusi, hauna chochote. Ukinyamaza katika dhikri unakwenda katika Qur'ani. Yani mdomo haukai. Hata ukimsikia anaimba basi ujue anaimba nini? Anaisoma Qur'ani. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruh. Na nikwambieni, ukijizoesha ulimi unazoea. Mwanadamu hakuna asichokiweza. Tatizo amejizoesha. Narudia tena, wewe kama mwanadamu vitu vingi Mungu kakujalia unaweza kwa sifa ya kibinadamu, lakini sharti ujizoeze. Ndio maana kuna kitu kinaitwa mazoezi. Kuna mtu anaona anafanya mazoezi, anafanya kitu, wewe ukimpata training nzuri akakufanyia, utaweza na wewe. Unaweza kuchukua mguu wako ukaweka hapa. Hapa ndio ulipoumbwa mguu kuweka hivi. Hujaona wale wa China wanaocheza wushu? Anatia kichwa huku kinatokea kwa pani. Mazoezi yale. Sasa wewe unaweza mazoezi hayo ya kucheza judo, uwezi mazoezi ya kufanya mdomo wako la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Uzoeshe mdomo wako kumtaja Mungu. Leo kuna watu tumeizoesha midomo yetu, hata ukitaka kumsifu mtu unamtukana. Jamaa mshenzi kweli kweli. Yani ile mshenzi mwenyewe ndio anaona anafanya. Mchezo. Bwana, nimekutana bwege mmoja huko anaendesha gari. Usidhani kamfikiria bwege bi maana albwege,
yani bwege ndo mjanja, kajizoesha hivyo mineno mikubwa mikubwa mizito mizito, kajizoesha. Ukijizoesha utazoea. Kwa hiyo tuanze kujizoesha sisi wenyewe, lakini na watoto wetu tuwazoeshe. Hata hii Qur'ani dhikri kubwa kabisa, dhikru al-Qur'an. Kuna watu mpaka leo unashangaa hawawezi kusoma Qur'an. Yani akishikia msafu akiletewa anakuambia sina miwani bwana, lakini magazeti yote anasoma yeye. Tena magazeti kwa majina hilo hilo moja. Kajisemea mmoja katika mashaka zangu, utamkuta huku ana Daily News, huku ana Habari Leo, ndio hilo hilo moja. Na Habari Leo, huku ana Citizen, huku ana Mwananchi, ndio hilo hilo. Lakini wamekubabaisha una mlundo wa magazeti, kisa ametofauti ya majina. Vipi Citizen leo umeiona? Mimi bwana, nipe Citizen, nipe Mwananchi, nipe Daily News hapa, nipe Habari Leo, nipe Mwana Sport, nipe Mwana Michezo. Wewe moja linakutosha? Msalimu Mtume Muhammad. Soma Qur'ani bwana. Huku mnanisikia huku? Dhikri kubwa nini? Kuwa na msafu wako. Bismillahirrahmanirrahim. Idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a idha rujatil ardu raj'a wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب. Huo ni damu inatembea ukisikia hivi. Huo ni damu hivi, ubongo unakaa vizuri. No, ubongo unakaa vizuri. Asante bwana. Shukrani, asante. Qur'ani, soma Qur'ani. Dhikri kubwa kabisa. Unapoteza wakati wako kwa kusoma Habari Leo kwa lugha tofauti. Sawa? Sheikh, asante bwana. Mwenyezi Mungu akujalie nyingi. Nyingi.